ta'ala, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Ndugu zangu katika imani, hii ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Jumada al-Ula. Nadhani itakuwa ni Ijumaa ya mwisho au inayofuatia itakuwa ya mwisho. Tunaingia katika mwezi wa Jumada Thania. Tutakwenda katika Rajab, tutakwenda katika Shaaban. Mada yangu nitakayozungumzia leo, khutba yangu, nitazungumzia tukumbushane haya. Jambo la kwanza, nawakumbusha akina mama wa Kiislamu popote pale walipo na wanapofikiwa na vyombo vya habari hivi vikiwa live, nawakumbusha wanadaiwa Ramadhani ya mwaka jana walipe, na kuombeni akina mama mlipe. Akina baba ambao tayari tumeshaingia katika maisha ya ndoa, tuwakumbushe akina mama ili waweze kulipa hizi siku. Tuwakumbushe watoto wetu wa kike, tuwakumbushe wale watoto wa kike ambao tunaowalea, na wengine ni ndugu zetu, dada zetu, shangazi zetu, tuwakumbushe. Kwa nini? Wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut. Katika surati Luqman Allah anasema mwanadamu hajui anafia wapi. Kwa hiyo lipeni Ramadhani ya mwaka jana. Akina mama mmezoea, kwa uzoefu wetu sisi baadhi ya mashekhi, sijui kwa wengine, lakini nimezoea kuulizwa maswali. Mwaka jana ilikuwa ni hivi, Ramadhani ya mwaka jana ilikuwa ni hivi. Wanatoa sababu ili shekhe atoe kibali. Ndugu zangu katika imani, akina mama wa Kiislamu, sina kibali katika dini ya Mwenyezi Mungu. Analolitaka Mungu ndilo ninalolisema, na alilolisema mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ambalo halitaki Mungu na mtume sallallahu alayhi wasallam hakulisema, hilo siliseme. Jambo la pili, tukumbushane haya. Tunaingia leo, tumeingia katika mwezi Disemba. Waislamu wenzangu, kuna sikukuu zinazokuja si zenu, hazikuhusu. Hazikuhusuni hizi sikukuu. Lakum dinukum waliyadin. Acheni hayo, msifanye mambo ya ajabu. Maana kitakuja sikukuu mbili katika Disemba, lakini kuna hii ya mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka. Waislamu wenzangu, nikwambieni popote pale mlipo, ni kosa katika dini kumsumbua mtu wa usalama kwa starehe zako wewe. Lau kama nitakapozungumza haya nitaonekana kama nimetumwa niseme, hapana. That is my profession. Hii ndio kozi ambayo nimechukulia degree yangu ya da'wa. Msivirushe vitu vya ajabu, maplastiki, si maputo, na sababisha kuna watu wagonjwa. Na ndugu zangu nyinyi wa bodaboda, mnakera barabarani. Naomba bodaboda nikwambieni live. Wewe ukinikuta barabarani waambie ndio yule sema, naambia ndio mimi ndio sema Rusaganya. Mnakera. Mnakera wallahi, bodaboda mnakera. Mnaharibu nafsi za wagonjwa. Mnanunua madude ambayo yanapasuka barabarani. Starehe yako nini? Because unataka kuonyesha kitu fulani. Hapana, huo ni upuuzi, ni uzembe. Kumbuka kwamba wewe ni mwanadamu na kuna watu wana maradhi. Tukumbushane haya. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة حديثا يحدثه عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي رضي الله عنهما الذي دفن في الطائف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Ndugu zangu katika imani,
Mtume amesema hivi, tukumbushane haya, neema mbili. Watu wengi tunapata hasara kwa kuto kutumia namna zinavyotakiwa. Watu wengi tunapata hasara. Mtume akasema asiha, afya, wal faragh, na una muda wa kufanya mambo yako, hutumii ule muda. Afya ndio inawafanya hawa bodaboda, because yeye ana afya, anataka aonyeshe kitu kinapasuka barabarani kama bomu, plastic. Kuna wengine wana maradhi ya nafsi, mnawasumbua watu majumbani. Naomba ujumbe huu ufike kwa bodaboda wote Tanzania nzima. Naomba nikufikishieni, msipoambiwa na sisi viongozi wa dini, muambiwe na nani? Mimi nakwambieni, acheni upuuzi huu. Bodaboda waislamu wenzangu wote, acheni, ondoa, weka kitu cha kawaida. Riziki Mungu atakupa. Na ndiyo maana, kwa sababu bodaboda mnakera sana, ndiyo maana kuna mambo yanakutokeeni yanadhuru afya zenu. Tukumbushane haya, afya. Kuna watu wanaitafuta afya. Naona tupo hospitali hapo. Hapa tupo hospitali. Kuna ndugu zetu ni wagonjwa hapo, wamekuja kutafuta afya zao. Mimi na wewe wazima tunatembea, lakini afya unaitumia muda gani? Waislamu wenzangu, wale mnaokwenda gym wote, nikwambieni, mnaamka saa 10 alfajiri because unataka afya, lakini kuamka hiyo saa 10 alfajiri kwa sababu ya salatu alfajiri, mmefail division 0.0. Mnakwenda na siku hizi hata gym yenyewe mmewekewa miziki ya bongo flavor. Watoto wa kiume mnakata viuno, mnajaza miini, mnakata viuno. Acheni ufala huo. Wallahi mnamudhi Mwenyezi Mungu na Mtume. Unafanya mazoezi unakata kiuno, mbele yako yupo dem, yupo shost, anakukatia kiuno. What is the next? Maneno yangu sio mazuri because sikuridhishi wewe. Allah aliyenipa uhai, mambo mabaya siyachekei. Tacheka tu hapa, ni hatari. Halafu mnaimba nyimbo mbaya barabarani, nyimbo nyingine matusi, nyimbo nyingine matusi, aibu. Hamoni haya? Mmekuwa kama panya. Manake panya hana aibu. Panya na mende, shimo la mavi anaishi, na mende kwenye mavi ndio Washington yake. Astaghfirullah alazim. Tukumbushane haya, afya wal faragh, kupata muda wa kufanya mambo yako. Waislamu hamswali, umri mnao. Waislamu hamswali, hamtaki kusali. Huko maofisini, kuanzia ofisi za serikali mpaka watu binafsi hamswali, mpaka katika shule zetu za Kiislamu kuna baadhi ya sisi walimu hawaswali, na mnajijua wenyewe. Wewe unaacha kuswali, wewe ni nani? Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Watu wa motoni wataulizwa katika suratul Muddathir. Watu wa motoni wataulizwa, sababu gani imekupelekeni motoni? Wanalia, wanasema tumekufa bila kuswali. Mara ya kwanza jeneza linaletwa hapa msikitini, unakuja kuswalia, tutakuswalia, lakini unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Sala, 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 sala. Na wallahi acha kusali. Wewe kuwa na status zozote, one day my friend utafukiwa kwenye udongo na utakula kisago, hutotoka. Hapa Kibla, tembea mita kama 100, kuna makaburi hapa Sinza. Pale kuna watu wamelala pale. Kuna watu wenye status kubwa, watu wenye afya, Allah amewalaza pale. Mimi na wewe tupo hai. Faragh, muda tuliotumia tulioupata huu, tusali. Wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut,
Vijana wa Kiislamu hamsali, wanaume hamsali, na kuna watu wana madaraka yao, vyeo vikubwa maofisini, hawasali. Kwani nyie ni nani msiotaka kusali? Nyie ni nani? Unaacha kusali? Mambo yakiwa mabaya, shekhe niombea dua. Dua ya nini? Tukumbushane haya.